Unapoitazama na kufuatilia tukio hili, wajua fika kwamba korona ilikuwa zimwi ambayo ilipoteza maisha watu wengi, hata pia kuzorota uchumi wa dunia nzima. Vivyo hivyo, miaka za 80 na 90 kulikuwepo na janga la ukimwi. Ndiposa mtoto mmoja wa miaka 5 alisimama mbele ya shule nzima na kuimba wimbo uliohimiza jamii kujikinga dhidi ya ugonjwa hatari wa ukimwi. Mtoto huyo alipendwa mbele ya macho ya walimu wa shule hiyo na kumbandika jina kwa lugha ya Kikisii Eseng'enke, inayomaanisha barbed wire ama sing'enge kwa lugha ya Kiswahili. Ni kwa nini walimbandika jina hili? Ni kwa sababu jinsi alivyoimba wimbo huo na kuwafurahisha walimu hao. Si hapo tu, alipokuwa kijana barobaro, siku za Jumamosi katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwangaza, azingemkosa siku hizo kuhudhuria kanisa. Tabia zake na hulka zilimfanya akapewa mchezo wa kuigiza. Kijana huyo alipewa nafasi ya kuwa Yesu kwenye mchezo huo. Mojawapo ya Sabato, kijana mmoja maarufu kwa jina Jagana aliyesoma na barobaro huyo alimwita kwa umbali, msanii, 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 msanii. Vijana wa kanisa hilo walipogundua hivyo, wakaanza kumwita kijana huyo msanii, wazo ambalo yeye na mwanzilishi wake waliamua kufungua lebo ya muziki inayojiita Msanii Records. Safiri nami, na kabla ya kusonga mbele, wacha kwanza turudi nyuma. Mwaka 1982 kwenye kitongoji cha Tinga Gisiaga, gatuzi la Nyamira, Joash Nyamongo alizaliwa kwenye mikono ya mzee wa boma James Ongechi na mama Milka Mora. Mzee huyo alikuwa na vijana barobaro 5 na wasichana 6. Joash akiwa mtoto wa 3 mwisho katika familia ya watoto takriban 11. Joash Nyamongo alipofika umri wa miaka 9, mama yake mzazi alikata kamba. Miaka zilipozidi kukua, familia hiyo imekuwa na majonzi kwa kupoteza hususan mandugu watatu wakubwa hadi mwaka 2021 ambapo mzee wa boma James Ongechi kaaga dunia. Tukio za vifo limemfanya Joe kuwa mvumilivu kwa maisha kupita kiasi. Alisomea kuanzia chekechea, vilevile shule ya msingi ya Gisiaga hadi mwaka 1997. Alitia dafu masomoni na kujiunga kidato cha pili cha Kisii Progressive High School iliyofungwa mwaka 2000 kwa sababu ya fedha ambazo hazikutosha kukidhiri uendelezo wa masomo, sababu iliyofanya Joash kujiunga na kidato cha pili cha Greens Valley Secondary Kisii. Alisoma hadi mwaka 2001. Alipomaliza kidato cha pili, giza ulishamiri kijana huyo. Kapoteza matumaini ya masomo wakati huo, kwa maana karo ya kumvusha kwenye chuo kikuu ilikuwa nadra. Ubora wake masomoni ulimfungulia mlango akiwa mwalimu, akafunza shule ya msingi ya Gisiaga. Maisha ilimpeleka Asti. Joash akaambia familia yake ingempasa kuondoka na kujituma sehemu nyingine, kwani hakutaka kuwa mwalimu. Wazo hilo haikuwa mbaya, ila familia ilikubali shingo upande. Saa 5:30 asubuhi Jumapili asubuhi, Joe akachukua matwana zaidi ya kilomita takriban 515 kutoka kitongoji cha Gisiage hadi Uganda, takriban masaa 10 na dakika 17. Mwaka ulikuwa ni 2003. Akafanya umakanga wa matwana jijini Kampala. Baada ya miezi kadhaa, Joe alisafiri Nairobi baada ya kupata kazi katika kampuni ya Colgate. Ila muda kidogo tu nafasi zake za usajili katika kampuni hiyo yalikwisha mwaka 2004. Aisee mzee babu, barobaro huyu
hakukosa kitu cha kufanya. Kijana mwenyewe alikuwa akitafuta senti huku na pale. Aliingia kazi ya mjengo minajili ya kutafuta senti. Asubuhi moja, Josh Namungo alipata mwanga na tamaa katika safari ya kimziki. Alikuwa mshiriki shupavu katika kanisa la Adventista Sabato la Mwangaza jijini Nairobi, Kenya. Hili ni Duchu tu, sehemu ya kwanza ya maisha ya Joh msanii. Hakikisha umebonyeza kwenye kitufe cha subscribe button ili kupokea maisha haya ama jinsi maisha ya Joh msanii ilivyokuwa hadi sasa, akiwa kiongozi wa kikundi kubwa nchini na vilevile Afrika nzima, Msanii Music Group. Zidi kutegea na usiweze kubanduka. Jina langu ni Chris Marwa. Kwa heri.